Karibu sana kwenye dakika 90 na leo hii tunarudi tena hapa kwenye meza yetu ya michezo tukiangazia zaidi ligi ya Mapinduzi ambayo kwa sasa imeshika moto. Naam, nipo naye mchambuzi wangu kama kawaida Master Coz. Mambo vipi? Mambo fresh. Tumetoka Stars kule na sasa tunahamia Mapinduzi Cup ambapo kwa sasa timu ya Simba uso kwa uso na Azam FC kuelekea nusu fainali ya kombe hilo. Hasa ukizingatia vikosi ambavyo tumeviona katika mechi za awali kabla mchezo huu. Nachokifikiria sana kinaweza kutokea katika mchezo huu namna ya ufundi wa makocha wote wawili. Ibenge jinsi ambavyo wanacheza na process katika mpira hapo wanacheza. Azam atakiwa katika klabu ya Hilal Omdurman, lakini Steven Baka akiwa katika klabu ya Stellenbosch. Wao ni watu wawili wa tofauti. Stellenbosch wana process mpira kwa sana walikuwa, lakini na kasi zaidi. Ibenge ana hiyo tamaduni ya kukuachia mpira ucheze, yeye akiwa na focus zaidi matokeo. Na hata kwa Simba, Steven Baka amekutana na timu ambayo ina process sana mpira, inatengeneza nafasi kupitia ndani ya box. Wakati Azam FC na Ibenge yake wanatengeneza nafasi kupitia zone ya 18 yote ile pale ya nje, kwa maana wana imagine kusema kumwangalia striker wao Kitambala sio bora sana katika kucheza mpira, lakini ni bora sana katika kukaa katika maeneo. Kwa hiyo binafsi ni mechi ambayo itatupa mwanga kwa namna gani Steven Baka amebadilisha klabu ya Simba hata kwa uchache kwa siku ambazo amefika, lakini vile vile itatupa maelekezo ni namna gani Ibenge anaijenga Azam ambayo ina matarajio kuelekea msimu ujao, kwa sababu msimu wa kwanza unampa timu mwalimu ajenge timu, msimu wa pili unaangalia kitu gani ambacho amekizalisha ndani ya timu. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa very tough game, kwa maana kila timu itahitaji matokeo. Tutarajie kuona utofauti wa vikosi kulinganisha na mechi za awali. Bila shaka lazima tutarajie kuona vikosi vinapatikana game changer. Kuna wachezaji ambao walipewa nafasi katika mechi za awali kuonesha uwezo wao, lakini pia kuna wachezaji wadogo ambao walipewa nafasi kuonesha kile ambacho wapo nacho. Lakini kwenye mechi kama hii, mechi ya maamuzi ya nusu finali, kila timu itashusha mziki ule ambao tunasema huu ni mziki halisi wa kuhitaji matokeo. Lakini vile vile kuna wachezaji ambao watapata nafasi kutokana, kuna nafasi ambazo kuna wachezaji wametoka katika timu ya taifa wameziacha wazi. Kwa hiyo binafsi ni vikosi ambavyo tunatarajia kwa 90% mpaka 95 vitaenda kubadilika. Tuangalie kila upande kwa kuanza na klabu ya Simba. Simba katika kombe la Mapinduzi na ile Simba ambayo tumeiona kwenye ligi kuu Tanzania bara, kuna utofauti wote? Simba bado ni ile. Ukiangalia jinsi ambavyo wamecheza katika kombe la Mapinduzi, ukiangalia Tanzania bara, bado Simba focus yao ni ile. Haijakuwa timu ambayo imeconnect kwa 100% ukasema kwamba ni timu ambayo imepiga hatua kwa asilimia kubwa, lakini in then unaweza kusema kuna baadhi ya mchezaji mmoja anaonesha uwepo wake uwanjani kunakuwa na athari kwa timu pinzani. Mfano Mohamed Bajabi alionyesha kwa Tanzania bara amepata dakika chache, lakini aliscore goli, lakini amepata nafasi katika mechi dhidi ya Makumbi City katika kombe la Mapinduzi amescore goli. Kwa maana upo uwezo wa mchezaji binafsi unaonekana, lakini timu haijaonyesha kwamba labda imezalisha kitu kipya ndani ya kuja kocha mpya. Na mchezo wa mwisho kukutana Simba pamoja na Azam pale Tanzania bara ulitoa matokeo mazuri kwa klabu ya Azam ukiacha Simba na majonzi. Kwa mujibu wa maelezo yako kwamba Simba bado ni ile ile, huoni kwamba siku ya kesho itakuwa ni mapema tu Simba anaenda kufa mbele ya Azam? Game ni process, na tunasema game ni namna mwalimu anavyoamua kuendea, ama ni project ambayo wanaipanga kuelekea mechi husika. Kwa hiyo inaweza kusema kwamba Simba alipoteza dhidi ya Azam kwa magoli 2-0, lakini ni mwalimu gani alipoteza? Ni mwalimu mwingine alipoteza, na alikuwepo ni mwalimu mwingine. Kwa hiyo ni vitu vile hapo tu tayari imesha change, kwa maana yake imeshapatikana mazingira tofauti. Lakini vile vile ni namna ya uendeaji wa hiyo mechi. Wataendaje Simba? Wataenda akiwa na mawazo kwamba walipoteza, wataenda akiwa naamini kwamba tunaweza kupambana na Azam na kupata matokeo. Kwa hiyo binafsi ukiangalia namna ya head to head walizokutana, unampa nafasi Azam kwa sababu mechi iliyopita alisipata magoli 2 tena kwa bila. Ukiangalia hapo, lakini ukija katika mechi husika unaipa nafasi mechi yote, kwa maana dakika zote 90 timu zote mbili unaweza kusema ni 50-50, kila timu inaweza ikapata matokeo zidi ya mwenzake. Lakini kwa namna Simba ambavyo anacheza, ukijaribu kuconnect na namna mipango ya mbinu za Ibenge, hapo ndio inanipa kidogo wasiwasi. Ibenge sio mtu ambaye ana process mpira kwa sana, kwa maana kucheza na kushindana, ama sio mtu ambaye anacheza direct football kwamba anafunguka sufunuki. Ni low block, lakini low block yake huwa ina matumizi maalum. Anakuachia ucheze mpira, akipata anaangusha nyuma ya mabeki wako,
ama pembeni, anakimbia, na kitu kinachompa faida siku zote Ibenge hakai na striker ambaye ana vitu vingi mguuni. Anakaa na striker ambaye muda mwingi akipata mpira anawaza ni namna gani anaweza kuscore goli kuipatia matokeo. Na hicho amefanikiwa. Kitambala ni striker ambaye ukimwangalia ndani miguu yake hana vitu vingi sana. Unaweza kusema kwamba sio ball playing football player, unaweza kusema hivyo, lakini ni mtu ambaye ana asili kama pocha fulani, kukaa kwenye maeneo na kuscore magoli. Kwa hiyo kwa upande wa Simba ni namna gani watakabiliana na hiyo mbinu? Simba wana kawaida ya process mpira kwa sana, na kuna kawaida wakiona wamedominate mpira wanapanda mabeki wao mpaka eneo la kati. Sasa hii ni athari kubwa unapocheza mtu kama Ibenge. Nikurejeshe nyuma kidogo, uangalie Young Africans na Al Hilal Omdurman wakati Ibenge yupo katika klabu ya Al Hilal Omdurman. Yanga waliprocess mpira sana katika uwanja wa Taifa, lakini Al Hilal Omdurman walitoka na magoli 2-2. Kwa maana gani? Waliachia process mpira, wao wakatafuta matokeo. Kwa hiyo hata Steven Baka anatakiwa kuja na mbinu kuhakikisha kwamba ana process mpira kwa sana, anawadhibiti Azam katika eneo la kiungo, lakini anatengeneza nafasi ambazo zinazalisha magoli, lakini vinginevyo yote anaweza akipata kile ambacho hakikutarajia katika mchezo wa kesho. Kukosekana kwa wachezaji muhimu ambao walikuwa kwenye majukumu ya timu za taifa, unapozungumzia klabu ya Azam FC, mchezaji kama Faisal Salum ni mchezaji muhimu, lakini pia kuna kina Msindo Foba na wachezaji kadhaa. Kwa upande wa Simba hivyo hivyo, kuna wachezaji ambao walikuwepo kwenye majukumu ya timu za taifa. Hili linaweza kuathiri chochote katika mchuano huo? Bila shaka ukiangalia wachezaji ambao wamekosekana katika vikosi yote viwili ni regular starter. Ni wachezaji ambao wanacheza katika kikosi cha kwanza. Mchezaji ambaye anacheza kikosi cha kwanza anakuwa ni tegemeo zaidi kuliko mchezaji ambaye anatokea bench. Kwa hiyo hapo tu unaona kwamba umepata athari. Lakini hiyo athari kwa namna gani? Una Zuberi Foba ambaye katika klabu ya Azam pale ndio anasimama kama goalkeeper namba 1 sasa hivi. Lakini watu ambao wapo nyuma yake, unamzungumzia mtu kama Fofana, unamzungumzia mtu kama Aish Manula. Unaona kwamba hakuna mtetemeko mkubwa ndani ya goli la Azam. Wapo watu ambao wanaweza kufanya kazi kuliko ile ambayo anafanya Foba. Inawezekana Foba akiwa anapewa nafasi aoneshe uwezo wake, lakini wapo magolikipa wazoefu ndani ya klabu ya Azam. Ukija kwa Lusani Mwekenda, ukija kwa Faisal Salum na ukija kwa kama Hussein Msindo, hao watu watatu wote hawa ni regular starter katika kikosi cha Azam. Unaweza ukaona ni maeneo ambao wanacheza, je, ni mbadala gani ambao wanapatikana. So far unaweza ukasema kwamba kukosekana kwa Faisal Salum umekosekana vitu viwili ndani ya Azam. Umekosekana mtu ambaye anaweza kapush kama kusaidia timu wakati inakaba, lakini anaongezeka zaidi katika eneo la juu kwa maana kama playmaker kuweza kuweka assist ama kufunga. Lakini je, wapo watu ambao wanaweza kufanya hiyo kazi? Wamedhihirisha Azam katika mechi zao zote mbili, wamesukua, wamepata magoli, Faisal hayupo. Kwa hiyo binafsi pengo kwa Azam ni dogo zaidi kuliko pengo kwa Simba. Na nikisema hivyo, goalkeeper wa Simba Yakubu Suleiman ndo alikuwa anasimama kama regular starter, wakati Musa Pilipili Kamara ana majeraha. Sasa hivi Simba wanamtumia goalkeeper namba 3. Kwa maana otherwise moja kwa moja inakupa kwamba kukosekana kwa Yakubu ambaye ana injury na yeye, Simba wanaenda kukosa goalkeeper wale ambao ni bora zaidi katika kikosi chao. Hiyo tu inakuwa ni mistake kwa klabu ya Simba. So far unamzungumzia mtu kama Shomari Kapombe, unamzungumzia mtu kama Morris Abraham. Kwa siku za karibuni hao wachezaji wawili ni watu ambao wamesimama katika Simba kuisaidia kama nembo ya klabu. Mtu kama Kapombe ameshadhihirisha uwezo nyuma na anadhihirisha sasa. Unapozungumzia mashambulizi mengi ya Simba yana overlap kupitia pembe zote mbili. Kwa maana ikiwa ni beki namba 3 ama beki namba 2. Beki namba 3 Anthony Mlingo hajadhihirisha kwa 100% kwamba anaweza kuoverlap kuongezeka zaidi katika kwenda kuupia cross ama kusaidia mashambulizi. Lakini Shomari ni mtu ambaye amedhihirisha kwa ukubwa wake, anaisaidia backline katika kukaba kama beki, ana overlap katika eneo la kati mpaka juu kwenda kuisaidia timu kushinda. Kwa hiyo kumkosa Shomari unaweza ukasema ni mtu gani anaweza kwenda kusimama katika eneo la namba 2. Kwa haraka unapata mashaka. Unaweza ukasema Duchu ambaye anakupa kiwango the way kwenye mechi moja anakupa kiwango kizuri, kwenye mechi moja ana drop. Kwa hiyo kukosekana kwa Kapombe ni shida. Njoo kwa Morris Abraham, ni kijana mdogo ambaye talented player ambaye anacheza, kila mtu anaelewa. Hana mpira ule ambao unasema kwamba ni mwingi sana, lakini mwangalia anapo overlap na mpira, kwamba anapochukua mpira taratibu, mwangalia wakati anatani anakimbia na mpira, lakini ni mzuri zaidi wa long ball, mipira mirefu ambayo anakuwa anapenyeza kuangalia nani ambaye inawezekana kumnufaisha mchezaji wa Simba na kusaidia Simba kupata matokeo. Kwa hiyo Simba wameathirika zaidi na wachezaji wao kukosa kuliko Azam, kutokana na matokeo ambayo yameonekana katika Kombe la Mapinduzi na kutokana na timu ambazo zinacheza. Wachezaji ambao wamekosekana Simba ni wachezaji ambao ukiwakosa unawaza
Wapo wachezaji wengine, mtu anaweza kujiuliza kwani hakuna wachezaji wengine Simba? Wapo. Ni kwa asilimia ngapi wanaaminika ndani ya klabu ya Simba? Ni kwa asilimia ngapi wamepewa nafasi? Unaenda kuwapa nafasi katika mechi kubwa yenye msisimko kubwa kama Azam. Ni mechi ambayo unataka walinge kwenye confidence, kuaminisha na kuonesha kile kitu ambacho wako nacho. Master Coach, tuzungumzie mechi ya kesho kwa ujumla wake. Tutarajie mchezo wa aina gani? So tutarajie kwenye mechi ya mbinu zaidi, kuanzia kwa walimu na dili zaidi na walimu, kwa sababu walimu wao ndo wana asilimia kubwa kwenda kuamua mechi itakuwa aina gani. Very tough game, naamini ni mechi ambayo itakuwa na matumizi ya nguvu, kwa namna ambavyo Azam wana play football yao, lakini kwa namna ambavyo Simba wanahitaji mechi zaidi, unaweza kusema kuliko Azam. Na hii inatokana na nini? Azam mechi ya mwisho kapata matokeo dhidi ya Simba. Kwa hiyo ni mechi zao ukiangalia, ukiacha hii ya walopoteza Simba mbili, ni timu ambazo zinaweza zikaenda mechi mbili, timu moja ikapata matokeo, zikaenda mechi tatu, timu nyingine ikapata matokeo, kwa maana ni mechi ambazo zinabadilishana katika kupata matokeo. Kwa hiyo ukija katika mechi kwa ujumla, kwanza ni walimu. Kila mwalimu ataingia na approach gani? Tuangalie nani atazuia, nani atafunga kwa asilimia 100. Ama mpira utakuwa ni hiyo tuseme direct football, yani mpira wa wazi, kila mmoja atakuwa anapishana na mwenzake. Kwangu mimi hicho kitu sio kiamini. Naelewa tu kwamba Benge atakuja na mbili kwanza ya kuangalia Simba anakujaje. Simba moja kwa moja watakuja katika kufunguka mpira na kuprocess mpira kwa sana. Kwa hiyo kwangu mimi walimu wana asilimia kubwa sana kuweza kuamua hiyo mechi inakuja kwa namna gani. Wachezaji binafsi ambao unaweza kusema hawa na wapa asilimia kubwa kwenda kuonyesha uwezo wa kesho ni wachezaji kama Simba, unaweza kusema mtu kama Nabi Kamara. Nabi Kamara ni mchezaji ambaye ameanza kuonesha kwamba akipewa nafasi anacheza, lakini katika engo gani. Na muda mwingi Simba, muda mwingine anamrejesha nyuma, lakini eneo ambalo ameonesha kwamba yeye ana madhara zaidi ni eneo la namba 8. Kama anahodi, kuna wakati anasaidia kiungo wake pale chini ukaba, kuna wakati anaongezeka, mtu ambaye anaweza kushuti. So binafsi ni mechi ambayo walimu ndio tunaweza tukauliza maswali watakuja kwa namna gani, lakini ni mechi ambayo itakuwa na matumizi ya nguvu. Ukija ukiniuliza sana nitakwambia kama ina ishara fulani, ni mechi ambayo inaweza enda ikatoa ikaamlika kwa njia ya matuta ya penalty. Kama ina ishara, sijasema kwamba moja kwa moja inaenda kumalizia kwamba na ile win probability ya ushindi ni 50% kwa 50.